Watu wangu, mambo vipi? Mi leo sina story mingi hata. Leo sina story mingi kabisa. Leo nataka tuchambue game ya jana. Game ya Arsenali na Everton. Of course, venye mnajua Arsenali waliwin 1-0. Bao ambalo alifunga Victor Gyökeres dakika ya 27 kupitia njia ya penalty. Of course, guys, kwa nini ushindi wa jana ni wa maana sana kwa Arsenal? Number one, kumbuka Arsenal imepata its first away win kwa mechi 4 ambazo zimepita. Arsenal ilikuwa imemaliza like 3 matches bila kupata ushindi away. Wacha niwaonyeshe hapa guys what I'm meaning. Venye mnaona kwa screen hapo, nataka niwaonyeshe kwa nini Arsenal haijapata ushindi the last 3 away matches. Game ya kwanza walitoka 2-2 na Sunderland wakikuwa away. Hii game hapa, si mnaona hii game hapa guys? Hiyo game sasa walipata draw away ya 2-2 na Sunderland. Hiyo ni game ya kwanza. Game ya pili wakikuwa away pale Stamford Bridge walitoka 1-1 na Chelsea. Hiyo ni game ya away. Game ingine ya away guys ni gani? Game ingine ya away ni gani? Game ingine ni ya Aston Villa pale Villa Park. Walishindwa 2-1 against Villa Park wakikuwa away. So zilikuwa mechi 3 zikifuatana, Arsenal ikikuwa away haishindi. Jana pale wakikuwa pale ndio Hills gani? Hiyo stadium ya Everton. Finally Arsenal walipata ushindi. Tuangalie mchezaji Victor Gyökeres guys. Wacha tuangalie mfungaji Victor Gyökeres kidogo. Wacha tuangalie guys hii season ameperform aje. Out of 15 matches zenye amecheza amefunga 5 goals na 0 assists. Nataka niwaonyeshe guys Gyökeres ameperform aje, like ameperform aje guys akikuwa pa Arsenal, na nataka niwashow amefunga bao ngapi this season guys. Game ya Gyökeres alifunga game namba ngapi? Gyökeres alifunga game namba ngapi? Alifunga game ya Burnley. Akafunga game gani tena? But what I just wanted to say ni Gyökeres alikuwa pia hajafunga away game apart from Champions League. Sijui kama but Gyökeres hajakuwa alikuwa hajafunga game ya away tangu kama Arsenal. Jana amefunga penalty. Ni kitu ya maana sana. Odegaard na Saka walikaa chini wakamwachia na akafunga penalty ya kimsingi sana guys. Ukiangalia venye game ilikuwa guys, goalkeeper wetu Raya ndo mchezaji alikuwa na ratings kubwa sana kushinda watu wote. Ratings kubwa kabisa kushinda watu wote. Raya alifanya kazi fiti sana huyu Raya na keep clean sheet which is good. Na guys hiyo clean sheet pia haiwezi kama bila Calafiori of course. Mnaona kitu alifanya Nkapie, kitu alifanya Saliba, kitu alifanya Timba, kitu alifanya guys. Generally defense ya Arsenal ilikuwa top notch. Mambo mbaya sana. Like wachezaji wa Arsenal wote wako green. Unacheki green. Like walifanya kazi fiti. Unaelewa? Ni Victor tu ndo alipata yellow card, lakini wachezaji wengine walikuwa sawa sana. Ukiangalia guys, Everton walijaribu sana. Kitu kingine yenye nafaa tuongelee guys, jana Arsenal wamefanya ile kitu yenye mimi sikuwa na like nilikuwa nataka. Unajua most of the time michezo mingi yenye imepita like wachezaji wa Arsenal walikuwa wanatumia sana wing ya Saka. Mbona hii wiki ya Saka like imeumia sana. Of course is good and anasaidia, anapeana assist but si fiti. Kila ball kwa Saka, jamaa anachoka. Mpaka sasa inabidi
wachezaji wote wa Everton wanakam kwa Saka, unaelewa, wachezaji wote wa Burnley wanakam kwa Saka. But jana you saw what happened. Saka alikuwa anakuja paka katikati, Saka anaingia mbele. So jana mipira especially second half haikwenda kwa Saka sana, haikwenda sana kitu fiti. Unajua most of the time timu zinakuanga zimepangia Saka, prepare to play against Saka. So when you deny Saka mpira, utakuwa umeharibu plani ya hizo teams nyingi, unaelewa. So mnaweza tumia hii wing ya Trossard kama ako, mnaweza tumia hii wing ya Martinelli kama ako, mnaweza tumia hii wing ya Madueke kama ako, unaelewa. Saka akibaki peke yake. So wachezaji wengi wataacha Saka na wanaingia wanaenda kwa Trossard, Martinelli ama Madueke, unaelewa, na wanaacha Saka. Saka akipata kampenyo pale anaweza fanya mambo yake kutokea place yote guys. So hiyo ndio kitu fiti maybe niliona ilifanya Gabriel Jesus alikuja, lakini alikuwa na instruction moja, usikuwe na pupa ya kufunga. Hivyo ndo aliambiwa Jesus venye aliingia, aliambiwa hivyo, usikuwe na pupa ya kufunga, wewe enda pale wasumbue. Ndio maana uliona Gabriel Jesus venye aliingia hakuwa na haja sana na kufunga, alikuwa anakaa mpaka katikati, anasonga wapi, anafanya nini, lakini hakuwa anakaa hapo mbele kama Gyökeres. So mission ya Arteta ilikuwa Jesus aingie lakini asifunge. Hivyo tu guys, unaelewa, mpaka wachezaji wa Everton wajiulize what is happening with this Arsenal. So hivyo ndio ilikuwa. Niambie maoni yako, game ilikuwaje guys? Naitwa Kassim The Cable. Ukisubscribe, ukifollow, ukishare, mimi nitafurahi. Thank you.